zinaonesha maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo, ikiwa na maana kwamba Ukristo sio dini ya Mungu, Ukristo ni dini ya kikafiri. Ni Biblia ile, pandisha juu, wasiseme kwamba amesoma Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwanza akatujalia katika siku ya leo kukusanyika kwenye ukumbi huu ili tuweze kumtangaza Bwana wa Yesu, mbora wa viumbe, kiongozi wa umma. Uwezo ukapata radhi ya Allah bila kumfuata Muhammad. Uwezo ukawa kiumbe sahihi wa Mungu mwenye Mungu anapenda bila kumfuata Muhammad. Na haijawahi kutokea tangu dunia inaanza mpaka ishi, muhadhiri yeyote kidume anajiamini kwa hoja na elimu kuthibitisha kama kuna Muhammad, kuna mtume ambaye yuko juu ya mtume Muhammad. Hayuko, hajatokea, hajawahi kutokea na hawezi kutokea. Tuseme inshallah. Na hajawahi kutokea muhadhiri yeyote duniani ambaye kathibitisha kwa elimu kwamba kuna dini nyingine sahihi kinyume na Uislamu. Hakuna. Naanza kusema hivi kwa sababu najiamini na ninajua hakuna Mkristo katika waliokuwa hapa atathibitisha kinagaubaga kwamba kuna dini iliyo sahihi mbele ya Mungu kinyume na Uislamu. Hakuna. Mnavyoviona kwenye mitandao ni mbwembwe za uhubiri wa Kikristo, lakini elimu hawana, hoja hawana. Nasema na nawaona wako pale Wakristo. Nasema kwa sababu naamini elimu hiyo hawana. Na ninamshukuru kuona leo nimebahatika kufika kwenye hii sehemu yetu kwetu tunasema sale. Huku mnasema ukumbi. Na sintopendelea mdahalo kama huu uishie leo, uendelee. Niko kwa mimi sina uwezo, lakini wallahi uwezo mimi ningelikuwa nao, ningelikuwa nafanya midahalo siku zote, maanake baada tu ya wiki moja mbili tunapiga midahalo. Kwa sababu ndugu zetu ni waongo. Wanachokiongea kwenye ndimi zao, kwenye vitabu, waongo. Hakuna dini sahihi kinyume na Uislamu duniani, hakuna. Basi sala na salama zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba wake na Uislamu wote kwa jumla watakaoshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad hadi kufa kwao. Allahumma amin. Nazidi kuwapa pongezi waangalizi na kuombea nchi hii amani na usalama, kwa sababu katika siku kadhaa zinazokuja uchaguzi unaingia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azidishe amani katika nchi ya Tanzania, na viongozi wa nchi hii Mungu awape hekima ya kuongoza nchi, na nchi hii iendelee wala isirudi nyuma, kwa amani yake na utaratibu wake. Watu wafanye uchaguzi kwa amani na salama, na Mungu alete sababu ya uchaguzi wetu utoke vizuri na salama bila bughudha yoyote. Allahumma amin. Mada ya leo ni kwamba hakuna nabii tangu Adam mpaka kufika Bwana Yesu, baada ya Bwana Yesu mpaka kufika Bwana Mtume Muhammad aliyekuja na dini kinyume na Uislamu. Hakuna kitu kama hicho. Kama dini hiyo ipo kinyume na Uislamu, ya nabii amekuja na hiyo, basi tutataka ushahidi hapa, na nina uhakika hakuna yeyote ushahidi anaweza kutoa. Na watakaotusikia bila hawa ndugu zetu kwenye mitandao, basi ajitokeze mtu aseme, bwana Kesede, nataka nitoe uthibitisho kwamba kuna dini nyingine kinyume na Uislamu kwa mujibu wa vitabu, iwe Biblia iwe Qur'an. Kitu kama hicho hakuna na hakitatokea. Unaposikia mtu ameritadi, ameacha Uislamu, huyo hakuritadi kwa maana kwamba Uislamu ni dini chafu, Uislamu unafundisha vibaya. Karitadi kwa mambo mawili: labda akapewa pesa au labda akampata mwanamke, kwisha. Zaidi ya hiyo hakuna kuritadi. Sasa hiyo mada ndio nataka nianze kwa dakika 25 nimalize,
tumwachie mtu mwingine aje hapa athibitishe kama kuna dini nyingine manabii walikuja nayo kinyume na Uislamu. Hatutaki mbwembwe, tunataka elimu kwenye vitabu. Lakini nikisimamia imani yetu sisi Waislamu, Qur'an 42:13. Imani yetu sura ya 42:13 inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Amekupeni sheria ya dini ile ile aliyomuhusia Nuhu na tuliyokufunulia wewe na tuliyowahusia Ibrahimu na Musa na Isa kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Inatosha. Hii ni Qur'an. Kwamba dini ni ile ile, neno ile ile manake ni mmoja tangu Adamu mpaka kufika bwana Mtume Muhammad. Yaani Mungu anamwambia mtume anakupeni dini ile ile ya tangu Adamu mpaka kwako. Fuata dini hiyo hiyo. Ikiwa na maana kwamba dini ya manabii hazikuwa mbili, hazikuwa tatu, ilikuwa ni dini hii moja tu. Maana dini ya Adamu ndio dini ya Nuhu, ndio dini ya Enoch, ndio dini ya Ibrahim, ndio dini ya Musa, ndio dini ya Yakobo, ndio dini ya Isa, ndio dini ya bwana Mtume Muhammad. Hiyo ndio imani yetu sisi Waislamu. Sasa dini hiyo ambayo ni moja ya manabii kwa imani ya Kiislamu ni dini gani? Qur'ani 3:18-19. Qur'ani sura ya 3 aya nambari 19. Inasemaje? Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Yaani Qur'ani haipeti kombo, inasema moja kwa moja. Na wao watupe kwenye Biblia wakiingia hapa, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Ukristo. Sobotu mtapata wapi? Hakuna. Ndugu zangu na washangaa kuona bado wanakakamia Ukristo, Ukristo, Ukristo. Yesu. Jamani, mmenitoa wapi hivyo? Tangu mwanzo wa Biblia, Agano la Kale, Agano Jipya, hakuna kitu kinachoitwa kwamba dini ya haki mbele ya Mungu ni Ukristo. Hakuna, ni mwanzo tu za ndugu zetu wa Kristo. Qur'ani inasema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kumbe mimi ninatumaini, mimi kama Muislamu ninatumaini kwa kuwa Muislamu ninayotumaini kwa sababu kitabu changu kinaniambia dini ya haki mbele ya Mungu ni Uislamu. Anzia 18. Sura ya 3:18 alafu uende 19. Haya. 3:18 Qur'an. Ulianza 19, mimi nikwambia uanze 18. 3:18 Qur'an kwa wale wenye kupenda kusoma na kuandika. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba Mungu ni shahidi. Ameshuhudia nini? Hakuna abudiwaye kwa haki ila yeye tu. Unaona, itikadi yetu sisi Waislamu au itikadi ya dini sahihi ni yenye kusimamia Mungu mmoja wa pekee. Na malaika wenye elimu, wanashuhudia hayo. Wanashuhudia hayo. Yeye ndiye mwenye kusimamisha uadilifu. Mungu huyo ndiye mwenye kusimamisha uadilifu. Hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa yeye. Unaona? Endelea. Mwenye nguvu na mwenye hekima. Huyo ndiye aliyethibitisha kwamba dini ya haki mbele yangu ni Uislamu. Maliza. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Imetosha. Kwa hiyo ndio itikadi yetu sisi Waislamu tukiongozwa na Qur'an. Sasa inawezekana ndugu zetu wakawa imani hii ya Uislamu ndio dini ya haki mbele ya Mungu wakapinga, watakuja kuleta kwa maneno, Qur'ani huwa anasema sijui nini, ni vya uongo, hatuamini. Haya, Qur'ani tunaiacha, maneno hayo ambayo ndugu zetu hawayaamini tunayaacha, lakini ndio itikadi yetu. Tunakwenda kwenye kitabu wanachokiamini wao, ndicho kithibitishi. Sasa tunakwenda kwenye Biblia. Dini ni moja kwenye Biblia. Tunasoma Biblia ya Ephraim. Soma utangulizi katika kitabu cha Mwanzo, vitabu 5 vya Musa. Utangulizi wake. Utangulizi wa vitabu 5 vya Musa. Unasema vitabu 5 vya Musa kufanya jumla ya kitabu kimoja. Nimetia alama hapo ya kalamu. Kuna alama nimetia pale. Soma kwenye kalamu. Dini ya Agano la Kale. Sawa kama ile ya Agano Jipya. Rudia tena. Dini ya Agano la Kale. Dini ya Agano la Kale sawa kama ile ya Agano Jipya. Ndio hiyo dini ya Agano Jipya. Maana tangu Agano la Kale, maana tangu Adam
mpaka kufika kwa Yesu, dini ilikuwa ni hii, hakuna dini mbili. Sasa kinyume na Uislamu, ndugu zetu ndio watakuja kutupa. Adam dini yake ilikuwa ni Ukristo. Ibrahim alipokuja alikuwa Mkristo. Noah alipokuja alikuwa Mkristo, kwa sababu hiyo ndio itakuwa dini kinyume na Uislamu. Lakini kwa mujibu wa Biblia, dini ya tangu Adam mpaka kufika kwa Yesu ilikuwa ni moja tu, sio mbili. Endelea. Inasema ina historia yake. Na hiyo dini ina historia yake. Historia gani? Dini hiyo kusimama juu ya ufunuo wa Mungu kwa watu. Hiyo dini imesimamia juu ya ufunuo wa Mungu mmoja kwa watu. Bimaana hiyo dini inatoka ni kwa Mungu, aliyeamrisha ni Mungu, sio dini iliyotengenezwa na fikra za watu kama Ukristo ulivyo. Ukristo umetengenezwa na fikra za watu. Nitatoa uthibitisho, sio kuongea tu mbwembwe kama wao. Ukristo ni kitu kimetengenezwa na watu. Hakuna sehemu kokote ambako Mungu anasema dini yangu iwe Ukristo. Hakuna. Na ninachokisema ni sahihi na wao watathibitisha. Hakuna na haitatokea kwamba dini ya haki ni Ukristo kwa mujibu wa Mungu au kwa mujibu wa nabii. Hakuna. Ni kitu kimetengenezwa na watu. Kikachukua nafasi katika dunia na watu wakakuwa Wakristo. Malizia. Vitabu hivyo ni vitabu visimuliavyo ufunuo wa zamani wa Mungu kwa watu. Basi vitabu vyote hivyo vya Agano la Kale na Agano Jipya imethibitisha kama dini ya Mungu wa kweli ni dini moja tu, haikukuwa dini mbili. Ili upate uthibitisho wa hiyo dini ambayo ilikuwa ni moja, natoa vitu viwili kisha nimalize. Tusomee katika kitabu ukurasa wa 2132 kwenye imprimatur. Ya kwanza hiyo. Inasemaje? Jina la mji Yerusalemu hutajwa kwa maana ya kwanza katika masimulizi ya Melkizedeki. Rudia tena. Jina la mji Yerusalemu, linatajwa kwa mara ya kwanza katika masimulizi ya Melkizedeki. Neno Yerusalemu imeanza kwa masimulizi ya Melkizedeki, ndiko ambapo imeanza kutajwa. Endelea. Baada ya kuwashinda Wayebusi wakati wa Daudi, Yerusalemu ikawa mji mkuu wa nchi na dini. Unaona, Yerusalemu ikawa mji mkuu wa nchi na dini. Hapana madini. Maana Yerusalemu ilikuwa mji wa dini. Sasa dini hiyo ni dini gani? Kwanza, neno Yerusalemu ni majina mawili yameungwa fasi moja. Kuna neno Yeru na kuna neno Salemu. Neno Yeru maana yake mji. Salemu maana yake salama. Wakaunga pamoja ndio ikakuwa Yerusalemu. Maana yake mji wa amani au mji wa salama. Na neno salama ni katika lugha ya Kiebrania. Waislamu wanasema Islam, Waarabu wanasema Islam, Waebrania wanasema Salem. Ni neno moja, inabadilika kwa misemo ya lugha. Salem ndio maana yake Islam. Wanaposema mji wa Salem, maana yake mji Yerusalem, mji wa Salem, mji wa amani, maana yake mji wa Uislamu. Ndio sababu imekwambia ilikuwa ni nchi ya dini, kwa sababu dini yao ilikuwa ni Uislamu. Ili tupate uthibitisho, Sefania 2:1-3 na utaruka 11. Na hapo ndiko kunakothibitisha kwamba dini yao hiyo moja iliyokuwa Yerusalemu, tena tangu Adam mpaka kufika Yesu, haikuwa mbili, ilikuwa ni dini ya Kiislamu peke yake kama Qur'ani ilivyokuwa ikisema. Naomba hiyo andiko waisome na wahubiri waisikilize, watakapokuja hapa wapate kitu watakachokiongea. Hakuna dini kinyume na Uislamu, hakuna, tangu Adamu mpaka kwa Yesu. Hakuna. Soma andiko hiyo. Inasema Sefania 2:1-5, alafu utaruka 11. Inasema Biblia inashughulika sana na wanyenyekevu au wanyonge au masikini wa dunia. 2:1 Sefania 2:1. Jikusanyeni jikusanyeni eti taifa lisilo na haya. Huyo ni Mungu sasa. Jikusanyeni nyinyi wote enye taifa lisilokuwa na haya. Kabla haijazaa hiyo amri. Amri gani? Endelea. Kabla haijapita siku ile kama makapi.
hiyo siku ya hukumu, mwisho wa dunia haujafika, jikusanyeni nyinyi wote. Kwani Mungu anatuambia tujikusanye kwa sababu gani? Anawaambia wana wa Israeli. Endelea. Kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana. Kabla hasira ya Mungu haijafika, jikusanyeni. Kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Kabla haijawaingilia siku ya hasira ya Bwana, jikusanyeni. Mtafuteni Bwana. Hapo sasa, hapo kaneno hapo, mtafuteni Bwana. Tutajua kumtafuta Bwana ni kufanya nini, kwa sababu ndugu zetu wanadai wanamtafuta Bwana, Waislamu wanadai wanamtafuta Bwana. Sasa twende hapo, utafutaji wa Bwana ni kitu gani kinafanyika mpaka watu wagundulike hawa kweli ndio wenyewe wamemtafuta Bwana? Enyi nyote ndio wanyenyekevu wa dunia. Kumbe kuwa mnyenyekevu ndio kumtafuta Mungu kwenyewe. Endelea. Ninyi mnaozitenda hukumu zake. Kwa kuwa mnyenyekevu maana yake ni utekelezaji wa hukumu na sheria na amri za Mwenyezi Mungu. Maliza. Itafuteni haki. Unaona? Tafuteni haki, utafuteni unyenyekevu. Hapo sasa. Kwa hiyo kumtafuta Mungu ni kutafuta unyenyekevu. Neno unyenyekevu ni katika lugha ya Kiswahili. Ukiibadili katika lugha ya Kiarabu 364 Qur'an inasema unyenyekevu maana yake ni Uislamu. Soma Qur'ani 364. Alafu utarudia hapo hapo kwenye Sefania. Naam, ndani ya kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Qur'ani 364. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sema enyi watu waliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sema ewe Muhammadi, uwaambie hao ndugu zetu wa Kristo. Uwaambie nini? Mayahudi na Manaswara. Njooni katika neno lilo sawa. Waambie wa Kristo na Mayahudi, njooni katika hili neno lililokuwa sawa, linatutakiwa sisi na nyinyi tuwe ndani yake. Baina yetu na baina yenu. Iliyokuwa inatustahiki sisi na inawastahiki nyinyi. Ya kwamba msimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu mmoja. Msimwabudu yeyote ila Mungu mmoja tu aliyeamrisha dini moja. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Msifanye ushirikina na kitu chochote. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Baadhi yetu msiwafanye wengine ni waungu badala huyo Mungu muumbaji aliyekuja na aliyeleta dini moja. Au pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndio. Wakikengeuka, ikiwa mtawaambia Wakristo waingie katika Uislamu wakakataa, semeni. Basi semeni kwa kuambia Wakristo, shuhudieni ya kwamba, muwashuhudie Wakristo sisi ni Waislamu. Sisi ni Waislamu. Neno Uislamu ni lugha ya Kiarabu. Tafsiri yake tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Uislamu maana yake kunyenyekea amri ya Mungu. Rudi kwenye Sefania 2:1-3 ilisema mtafuteni Bwana. Maana ya kumtafuta Bwana, tafuteni unyenyekevu katika utekelezaji wa amri, hukumu, sheria ya Mwenyezi Mungu. Na tunapata unyenyekevu kwa lugha ya Kiarabu maana yake Uislamu. Kwa mujibu wa Biblia, tafuteni Uislamu. Hiyo ndio dini ambayo Mungu ameamrisha watu wote tangu Adamu mpaka kwa Yesu, watu watafute Uislamu. Hakuna mtu anaweza kuwa ni mnyenyekevu kisha awe Mkristo. Hakuna. Wala hakuna Mkristo duniani mnyenyekevu, hakuna. Na unyenyekevu unaozungumziwa hapo sio unyenyekevu ya mke kwa mume wake. Sio unyenyekevu wa mbuzi kwa bwana wake. Hapana. Ni unyenyekevu wa mwanadamu kwa Mungu. Ndio kwa lugha ya Kiarabu Mungu mwenyewe akapanga ni Uislamu. Ili upate kugundua huu unyenyekevu unaotabiriwa hapa, watu wanyenyekee, wamtafute Mungu, iwe wawe wanyenyekevu, yani wawe Waislamu, kutaka uthibitisho kamili kwamba ni Uislamu. Hapo Sefania Luka 11. Naam, unakosa dakika ngapi? 2:11. 2:11 inasema. Nyingi. Sikiliza sasa. Hapo Sefania 3:2-1, Luka sasa 11. Bwana atakuwa mwenye kuwatisha sana. Mungu alishasema watu wote ulimwenguni watafute unyenyekevu, kwa sababu unyenyekevu ni amri ya Mungu. Ndio kwa 11 Mungu anasema siku hiyo watu watamtafuta, basi Mungu atatisha. Atatisha nini? Kwa wale wenye kutafuta unyenyekevu. Kama atawafisha kwa njaa miungu yote ya dunia. Unaona, miungu yote ya dunia ambao wameshindwa kuutafuta unyenyekevu, yani wameshindwa kuutafuta Uislamu, basi Mungu atawakomesha kwa njaa. Tizameni namna ya kuutafuta unyenyekevu ili mpate kujua kama hayuko Ukristo. Maliza. Na watu watamsujudia yeye. Rudi tena. Na watu watamsujudia yeye. Rudi tena. Na watu watamsujudia
atamsujudia yeye. Malizia. Kila mtu kutoka mahali pake. Unaona? Kila mtu kutoka mahali pake atamsujudia Mwenyezi Mungu. Nini maana ya kusujudu? 5:14 Yoshua. 5:14 Yoshua, maana ya kusujudu. Yoshua ni Biblia hiyo. Hiyo soma tu. Hata hiyo bana, si Biblia uko nayo karibu. Hiyo uko nayo. Yoshua 5:14. Yoshua 5:14. Ni kitabu cha 6 baada ya Kumbukumbu la Taurati. Yoshua 5:14. 5:14 Yoshua inasema. Ufafanuzi andiko 5:14 Yoshua. Akasema lakini nimekuja sasa. Nili amiri wa jeshi la Bwana. Ni amiri wa jeshi la Bwana. Na Yoshua akapomoka kusoso hata nchi. Akafanya nini? Naye akasujudu. Kule walikwambia kumtafuta Mungu, yani kuwa mnyenyekevu, yani kuwa Muislamu ni kumsujudia Mwenyezi Mungu. Kitabu kinasema Yoshua amesujudu. Nini maana kusujudu? Teremka. Bwana akamtokea Yoshua. 14 msomaji. 14. Si hapo umesoma. Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako. 14 unaenda 15. Akasema lakini nimekuja sasa. Ni amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka uso hata nchi. Unaona, akapomoka uso wake mpaka nchi. Alipotia uso chini, wakasema naye msomaji akasema naye akasujudu. Basi. Kwa hiyo kuporomoka uso chini maana yake nini msomaji? Kusujudu. Ikiwa na maana kwamba kule waliposema kumtafuta Mungu kwa kunyenyekea, maana yake anasujudu. Kwa hiyo kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu ni cha kwanza, ni kumsujudia Mwenyezi Mungu, na hiyo ni ishara inayoashiria Uislamu peke yake. Hakuna dini kinyume na Uislamu ambayo ilikuwa sahihi. Acha niguse Ukristo kidogo kwa dakika 2 zinazobaki. Tunapata kwamba kwa mujibu wa Qur'ani, Uislamu ndio dini pekee ya manabii. Tunapenda kwenye Biblia inathibitisha hilo kwamba dini ya Kiislamu, dini ya unyenyekevu, ndio dini ya manabii tangu mwanzo mpaka mwisho. Ndio dini moja tu hiyo. Acha niguse Ukristo sasa. Soma Biblia. Naumu moja utupe maelezo yake. Naumu moja katika Biblia ya Scofield. Katika Biblia ya Scofield kaka yangu anayo pale. Kaka yangu ndo anayo. Biblia ya Scofield. Naumu moja tupe maelezo yake. Inasema Mungu anahukumu ukafiri kwa njia ya maangamizi makubwa. Mungu anahukumu ukafiri kwa njia ya maangamizi. Gharika na uharibifu. Walinawe. Zinashuhudia neno hili. Na zinaonyesha mbele ya maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo. Rudi tena, zinaonyesha maangamizi. Taratibu hapo, soma taratibu, watu waelewe hapo. Zinaonyesha maangamizi ya dini ya kikafiri ya Kikristo. Rudi tena, usikwame hapo, kila mtu asikie. Neno hili zinaonyesha mbele maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo. Zinaonyesha maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo. Ikiwa na maana kwamba Ukristo sio dini ya Mungu, Ukristo ni dini ya kikafiri. Ni Biblia ile. Pandisha juu, wasiseme kwamba amesoma Qur'an. Pandisha juu shehe. Pandisha juu, watu waone Biblia, uipandishe juu, watu waone kama ni Biblia. Biblia ile. Sio Qur'ani wala gazeti. Kwamba Ukristo ni ukafiri. Soma hiyo Biblia 13 aya kwanza, alafu tupe maelezo, alafu nimalize. 13. Isaya 13. Hapo. Isaya 13. Isaya. Njoo hii 13, njoo hii. Soma utawala mwingine. Isaya 13 inasema, utawala wowote mwingine wa Babeli. Tunaona utaratibu wa dunia mataifa pamoja na Harmagedoni. Lakini dini ya Wakristo, unaona
rudia tena. Lakini dini ya Wakristo iliyo mbali na Mungu. Dini ya Wakristo iko mbali na nani? Iliyo mbali na Mungu. Ukisikia Ukristo maana ni dini ambayo iko mbali na Mungu. Maliza. Iliyoharibiwa hiyo andiko. Endelea. Wanaongozwa na nini? Wanaongozwa na nyama. Ukisikia mtu ni Mkristo, hana kiongozi aitwaye Yesu, wala hana kiongozi aitwaye Mungu. Wanaongozwa na mnyama. Wote hapo Wakristo wote, kiongozi wao ni mnyama, ila hatujui ni mnyama gani ambaye ndio kiongozi wa Wakristo duniani. Malizia. Inasema nabii wa uongo ni nabii wa uongo. Inatosha. Kwa hiyo Wakristo hawako sahihi, ni dini ya uongo, dini ya ukafiri kwa mujibu wa Biblia. Hakuna dini ya Mungu iitwayo Ukristo, hakuna. Kwa mujibu wa Qur'an, Uislamu ndio dini sahihi. Kwa mujibu wa Biblia, Uislamu ndio dini sahihi na ndio dini iliyokuja na manabii wote tangu Adamu mpaka kufika kwa Bwana Mtume Muhammad. Naomba atakayekuja hapa atoe uthibitisho. Kama si Uislamu, atoe sasa andiko kwenye Biblia ima kwenye Qur'an kwamba dini ya manabii ni Ukristo. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Islam takbir. Tena takbir ya tatu.